Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA imekabidhi mbegu za ufuta tani 1.5 kwa uongozi wa mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kuwapatia wakulima ambao wanauza zao hilo kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala ili kuendeleza pamoja na kuongeza tija ya uzalishaji. Taarifa ya Rozi Chapewa inafafanua zaidi. Vyama vitano vya msingi katika mkoa wa Mbeya vitanufaika na mbegu ya ufuta ambayo imetolewa bure na serikali kupitia mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Kaimu mkuu wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini Samuel Msuya ndiye amekabidhi mbegu hizi. Kabidhi ufuta takriban kilo 1,500 ambayo ni sawa na tani 1.5. Mbegu ya ufuta ina thamani ya takriban milioni 9. Katibu tawala msaidizi sehemu ya uchumi na uzalishaji ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Saidi Madito amepokea mbegu hizi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa na kudai kuwa wakulima wote ambao wapo kwenye mfumo wa ushirika ndiyo wanufaika wa kwanza. Ni 1.5 tutagawa kama ifuatavyo. Wenzetu wa Chunya kwa sababu ni wazalishaji wakubwa tutawapa kilo 700. Lakini kwa Mbeya DC ambao ndio wanafuatia tutawapa kilo 500. Tuna jumla ya vyama vitano ambavyo vinajishughulisha na zao la ufuta, ambapo kwa halmashauri ya Chunya vipo vyama viwili, lakini kwa halmashauri ya Mbeya DC kipo chama kimoja. Kutoka hapa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa. Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Hamadi Omar Bakari amefungua rasmi jukwaa la uchumi na bajeti kwa serikali kuu na serikali za mitaa na kusema uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua kwa kasi kutokana na sera madhubuti za kifedha na usimamizi bora wa rasilimali. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka kisiwani Pemba inafafanua zaidi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa jukwaa hilo, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Hamadi Omar Bakari amesema hatua zinazochukuliwa na serikali zimeimarisha mapato ya ndani, kuvutia wawekezaji na kuongeza fursa za ajira kwa wananchi. Yale mambo makuu ya kiuchumi ambayo yanatakiwa yaende sambamba na ukuaji wa uchumi wenyewe hapa Zanzibar kwetu sasa hivi na hata Dar es Salaam kwa maana ya Tanzania kwa ujumla yanaakisi ule uchumi endelevu wenyewe. Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar Dr. Rahma Salim amesema serikali haijapandisha kodi tangu mwaka 2023, akisisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa ni kuimarisha usimamizi na ukusanyaji wa mapato. Kwa kawaida tunapokwenda katika bajeti za serikali huwa tunasema mwaka huu kodi fulani na fulani imeongezwa, kodi fulani imeongezwa. Sasa kwa miaka 3 mfululizo hakukuwa na kodi ya serikali iliyoongezwa, lakini miaka 3 kuanzia sasa hata bajeti ya serikali kuu tumeanza kushuka chini. Tunaandaa bajeti maalum ya toleo la wananchi. Serikali imeweka kipaumbele katika uchumi wa buluhu kama ambavyo mpango tunaendelea nao sasa hivi, kipaumbele chake kikubwa ni uchumi wa buluhu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Wakulima nchini wametakiwa kuchangamkia matumizi ya mbolea ya ruzuku inayotolewa na serikali hususan katika kipindi hiki cha msimu wa kilimo ili kuzalisha mazao kwa wingi na kuondokana na umasikini. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Kiwanda cha uzalishaji wa mbolea cha Itracom kilichopo mkoani Dodoma kimekuwa mkombozi kwa wakulima, ambapo naibu mkurugenzi mtendaji wa kiwanda hicho Dr. Joeli Melio amesema mbolea hizo ni rafiki kwa mazingira, zinasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao. Mbolea hizi ni rafiki wa mazingira, zinaboresha mazao, zinaongeza mazao. Kwa hiyo hakuna sababu kabisa ya kutokutumia mbolea za fomi na kuongeza kipato, kuondokana na njaa. Kwa upande wake mwakilishi wa shirika la Farm Africa Edwin Shio amewasihi wakulima kujitokeza katika mashamba darasa ili wapate elimu ya kilimo bora. Sasa kwenye mashamba darasa ni sehemu ambayo tunakwenda kujifunza. Wakulima waone namna sahihi ya matumizi ya mbolea
na namna ambavyo mmea unakwenda kubadilika. Mbolea zetu ni mbolea rafiki kwa mazingira. Vile viumbe ambao vipo vinafanya shughuli za asili kwenye udongo wetu pia zitakuwa zinatunzwa, zitakuwa na mazingira mazuri ya kuwa kwenye udongo wako. Jimmy Mengele, Channel 10, Dodoma. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo, na inatukamilishia habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.